haupaswi kupitwa nayo. Neema ulikuwa ukituelezea na kutukumbusha kwa mara nyingine leo kuhusiana na kinara. Yeah. Kwa hiyo ninamwelekeza mteja upya kwamba hivi vifurushi mwanzo vilikuwa vimegawanyika makundi matatu, lakini kwa sasa hivi vinakuwa vimegawanyika makundi manne, kwa maana ya kwamba ni kutoka kuna dakika peke yake. Oh, yeah. Na mteja atapata data peke yake kama atakuwa ni mtumiaji wa data sana. Na kutakuwa kuna combo, yani dakika, SMS na data. Okay. Lakini kilichoongezeka cha 4 inakuwa ni SMS peke yake. Kuna watu ni wazuri wa kutuma message. Wapo. Yeah. Kwa hiyo kwa internet ambayo ndo data inaanza na 10,000 ndani ya siku 30. Vifurushi vyote hivi vifurushi vya kinara ni vifurushi vya mwezi. Vya mwezi. Ndio. Kwa hiyo kwa 10,000 mteja anapata GB 7. Lakini kwa 20,000 mteja anapata GB 22. Okay. Kwa 30,000 mteja anapata GB 35, 50,000 mteja anapata GB 60 na 100,000 ambaye ndo bei ya mwisho ni mteja anapata GB 125. Oh, nice. Sasa tukija kwenye combo ambaye ni ile ya dakika, SMS na data 10,000 ndani ya siku 30, huyu mteja atapata dakika dakika 500, GB 5 na SMS 100. Kwenye 20,000 atapata dakika 1,000, GB 12 na SMS 100. Kwenye 30,000 atapata dakika 1,500, GB 25 na SMS 100. Kwenye 50,000 atapata dakika 2,500, GB 46, SMS 100. Kwenye 100,000 atapata dakika 5,000, GB 96 na SMS 100. Sasa kwa yule mtumiaji wa SMS peke yake atapata SMS 10,000 kwa shilingi 1,500 tu. Pekee. Na kwenye upande wa kupiga basi ni 10,000 atapata dakika 5,000 na ofa ya SMS 100. Na pia kwa 20,000 kwenye upande wa kupiga tunaishia 20,000 atapata dakika 1,000 na SMS 100. Yeah. Package imeshiba kaka hiyo. Yeah, na hii inakuwa ni kwa mitandao yote, kupiga mitandao yote. Una peruse, unapiga. Na kikubipu unavuta tu. Ni kuvuta tu. Na hiyo unajiunga tu kwa utaratibu tu wa kawaida kwamba huko tunasaliwa unajiunga ama kuna taratibu zinatakiwa kufanyika hapo? Hapana, hajiungi mwenyewe kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza inabidi amfikie mtoa huduma ambao ni sisi pale Yas Store au Yas Shop. Akifika pale sisi tutafuata utaratibu wa kiofisi wa kumuunga, kisha kuja sasa na hiyo tini namba ya NIDA, tukajaza na ile fomu ya makubaliano. Baada ya hapo akishaondoka, matumizi yake yakikata, anakuwa anaweza kujiunga yeye mwenyewe huko alipo. Hakuna haja yeye kutufikia tena ili tumsaidie. Moja wa shuhuda wa kifurushi cha kinara ni meneja wetu hapa Gold FM, Bwana Finanga. Yes. Jamaa bwana ana enjoy. Alijiunga tarehe 14 ya mwezi uliopita. Mara ya mwisho naongea naye hapa ilikuwa ni tarehe 10 kama sio 9. Anambia bwana mpaka leo mimi na peruzi. Alichokisifu ye meneja ni jambo moja. Alisema kwamba kuna utofauti, kuna baadhi ya mitandao unapewa labda GB 10. Zile GB 10 kaka zinaisha kama yani hizo ni 10 au zilikuwa 3. Yani hapo unapewa 10 kwa maandishi ni 10, lakini kwa uhalisia kuna hewa 7 pale juu. Yani kuna kama ile hadithi ya unanunua flash. Ndio. Flash inaandikwa ndani GB, nje inaandikwa GB 8, kumbe ndani ni MB 10. MB 10. Ukiweka kile hili unaona inagoma. So sisi tuna ushuhuda wa kweli kabisa hapa mgodini. Kwa kinara imekaa hivyo. Bado tuna mzigo, simu zipo. Devices zipo za kutosha. Bana, hilo ni eneo muhimu sana Neema. Naomba utulie hivi. Tunaendelea kuwakumbusha wateja wetu kulingana na mabadiliko tuliyofanya kwenye simu. Hapo tuna simu za Samsung na ZTE. Kwa hiyo tuna brandi mbili. Yes. Kwenye na brandi zote mbili tumeweza kufanya mabadiliko. Kwa hiyo tunataka kuwakumbushia wateja wetu ili waweze kuyakumbuka na kuyafahamu mabadiliko tuliyofanya kwenye upande wa simu. Okay. Tukianza na upande wa simu za Samsung ambao tuna Samsung A05. Ndio.
hii kwa mabadiliko mwanzo ilikuwa ni 70,000, lakini kwa sasa hivi mabadiliko imeenda 80,000 kianzio. Kianzio. Yes. Hapo kwa siku atakuwa analipia 2,200. Okay. Ndani ya miezi 6. Mwanzo ilikuwa ni mwaka, ila sasa hivi tumerudisha ni miezi 6, mabadiliko yaliokuja sasa hivi. Miezi 6, siku 180. Okay. Yeah. Alafu tukija upande wa Samsung A05s ambapo mwanzo mteja alikuwa anatakiwa alete kianzio cha F90. Hapo kwa siku alikuwa analipia 1,700, lakini kulingana na mabadiliko tunayofanya sasa hivi mteja anatakiwa aanze na kiasi cha shilingi 100,000. Okay. Na kwa siku analipia 2,900, ambapo yenyewe ni ndani ya miezi 6. Okay. Yeah, kwa hiyo sasa hivi simu zetu asilimia kubwa ni miezi 6, sio mwaka tena. Miezi 6 eh? Yeah. Okay. Na upande wa ZTE plain ambapo ni kianzio mwanzo ilikuwa ni 35,000. Kwa sasa hivi imebadilika, ilikuwa 60,000. Hapo na yenyewe ni miezi 6. Ya siku 180. Lakini kwenye upande wa ZTE Core hiyo tumeitoa kwenye mfumo wa mkopo. Hiyo inaingia kwenye mfumo wa cash tu. Hapo mteja anatakiwa awe na 130,000 aweze kujipatia hiyo simu ya ZTE Core. Oh yeah. Yeah. Kwa hiyo simu zetu kwa hizo zote zipo ndani ya miezi 6, sio mwaka tena. Kuna Mtanzania anasikiza saizi na anatamani kumiliki simu ya Samsung ama ZTE. Kuna vigezo ambavyo anatakiwa avizingatie ili aweze kumiliki hizo simu? Yes, kigezo cha kwanza lazima uwe na line ya Yas. Kwa sababu line yako ya Yas ndio itakuwezesha kuwa unalipa mkopo wako. Oh yeah. Kigezo cha pili uwe na kitambulisho cha NIDA. Yes, hiyo line ya Yas inabidi iwe ni ya kwako, na hiyo kitambulisho ndio kitafanyaje? Kinakutambulisha wewe. Kwa hiyo lazima tukipige kile picha. Okay. Kwa hiyo lazima mtu awe na line ya Yas, awe na kitambulisho cha NIDA na hicho kianzio. Line ya Yas ndio nimetumia muda gani? Kuna baadhi ya huduma kizihitaji unaambiwa bwana hiyo unatumia miezi 3, miezi 4. Hapana, hata ukisajili mradi line iwe ni ya kwako na kitambulisho kwa hiyo haijalishi kwamba line ya Yas umeitumia hizo mwaka, miezi, amna. Hata kama mtu ana lakini ana uhitaji wa hiyo simu, tunaweza tukamsajilia line siku hiyo hiyo na akapata simu yake. Okay. Ya kwa tujaweka limit kwamba una miezi, una mwaka, uwe na line ya Yas, hapana. Oh yeah. Kwa siku hiyo unaweza ukasajili na ukaondoka na simu yako. Mimi bana Yas imezoea kunidekeza. Na maisha kudeka mimi napenda pia. Madeko. Madeko kaka. Vifurusho tunapewa sometime unapolipia kwa maana zile ofa za MB upendeza. Mwezi wa mwanamke chuma. Kiasili kaka. Unajua katika vitu ambavyo chukua na donguli lako ukae na alafu ongee. Unajua kuna vitu vya pwani. Na uzuri tuko nao hapa Neema na Najat. Tumemaliza hapa Kinara na device. Tuko kwenye mwezi wa mwanamke chuma na nyie ni wanawake wa muda mrefu. Vipi mmelisikia jambo na mmejiandaaje kama wamama wa uji tena wapambanaji? Wanawake kutoka Yas tumesikia jambo na uzuri tumeshaweka oda zetu za vitenge kwenu. Kwa hiyo tutakuepo kama Yas na pia kama wanawake. Wow. Sare ile ya olive green. Nimejiandaa na nitaambatana na wewe. Wale wote ambao mlikuwa mnataka kuambatana na mimi niko booked tayari. Tayari. Ili tangazo maalum kutoka kwa DJ. Ndio. Nitaambatana na Najat wa Yas. Mimi nitakuwa sasa usije ukaweka hadi hivi afu usitokee. Hapo kama anasema hadi umetoka kwenye soko kaka mbeba kikoti chako cha suta yapatikana. Kaka anakiweka kwa hapa. Lile jumba nikitupia bana. Kwenu nyie Neema pamoja na Najat. Tuanzie hapo kwako Najat. Wanawake wanapata nafasi sasa hivi. Wanawake tunaona hapo mbele juu kabisa. Ukiangalia kwanza tukianza na ngazi ya juu ya nchi, rais wetu anaonekana Mheshimiwa Rais. Ukija chini na sisi tupo. Kwa hiyo mwanamke anapata kuonekana. Yas imezingatia hilo. Yas inazingatia, na ndio maana tumeanzisha kikoba chetu na ndio lengo la kuzungumza. Tumeanzisha kikoba chetu cha Yas Kikoba. Tuliwahi kukizungumzia hapa, kama tutapata kipindi kingine basi tutakuja kuzungumza zaidi na tutakuja kuielezea Yas Kikoba vizuri zaidi ili wanawake kabla ya mwezi wetu kuisha tupate kufahamu na tukaparticipate vizuri
kwenye kununua hisa, kutunza pesa zetu, kujikimu na kujiendeleza. Umpendeza. Mwezi wa mwanamke chuma. Asili kaka. Unajua katika vitu ambavyo chukua na dunguli lako ukae na alafu ongee. Unajua kuna vitu vya pwani. Na uzuri tuko nao hapa Neema na Najat. Tumemaliza hapa kinara na device. Tuko kwenye mwezi wa mwanamke chuma na nyie ni wanawake wa muda mrefu. Vipi mmelisikia jambo na mmejiandaaje kama wamama wa uji tena wapambanaji? Wanawake kutoka Yas tumesikia jambo na uzuri tumeshaweka oda zetu za vitenge kwenu. Kwa hiyo tutakuepo kama Yas na pia kama wanawake. Wow. Sare ile olive green. Nimejiandaa na nitaambatana na wewe. Wale wote ambao mlikuwa mnataka kuambatana na mimi niko booked tayari. Ili tangazo maalum kutoka kwa DJ. Ndio. Nitaambatana na Najat wa Yas. Mimi nitakuwa sasa usije ukaweka hadi hivi afu usitokee. Hapo kama anasema hadi nimetoka kwenye soko kaka mbeba kikoti chako cha suta yapatikana. Kaka anakiweka kwa hapa. Lile jumba nikitupia bana. Kwani nyie Neema pamoja na Najat. Tuanzie hapo kwako Najat. Wanawake wanapata nafasi sasa hivi. Wanawake tunaona hapo mbele juu kabisa. Ukiangalia kwanza tukianza na ngazi ya juu ya nchi, rais wetu anaonekana Mheshimiwa Rais. Ukija chini na sisi tupo. Kwa hiyo mwanamke anapata kuonekana. Yas imezingatia hilo. Yas inazingatia, na maana tumeanzisha kikoba chetu na ndio lengo la kuzungumza. Tumeanzisha kikoba chetu cha Yas Kikoba. Tuliwahi kukizungumzia hapa, kama tutapata kipindi kingine basi tutakuja kuzungumza zaidi na tutakuja kuielezea Yas Kikoba vizuri zaidi ili wanawake kabla ya mwezi wetu kuisha tupate kufahamu na tukaparticipate vizuri kwenye kununua hisa, kutunza pesa zetu, kujikimu na kujiendeleza.